Lakini kuna kitendo tunastumu sisi, Kuna mama mmoja alikuwa anaenda biashara zake pale Kasarani, alikuwa anafaa t-shirt imeandikwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wajamaa wakamuingiza kwa pigipigi juu, wakaenda wakamumwagia asidi, amesaa kufa, ameenda kwa mchanga ameenda kwa mchanga, amewacha watoto wake, amewacha watoto wake mayatima. Unaua huyu mama kwa sababu ya mambo ya siasa, kwa mambo ya t-shirt ya Mheshimiwa William Samoei Ruto peke yake. Lakini nataka kuwakumbusha namna hii, kama mnasoma Biblia, enda pale kitabu cha Mwanzo usome wakati Kaini aliua ndugu yake, akamweka kwa mchanga kwa sababu ya wivu. Mungu akawarahani, akamwambia Kaini, kwa nini unaua ndugu yako Abeli umeweka kwa mchanga? Kwa sababu ya wivu. Na akamuuliza, ni kwa nini damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini? Ule mama muliua, mupende musipende. Ule mama muliua for nothing, mupende musipende. Hiyo damu lazima itawafuata wale watu wa pigipigi. Na wewe Rigathi Gachagua, sisi twakwambia, hiyo kifo ni yako. Hiyo ni kifo ni yako. Mtu akifaa t-shirt ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, hiyo si makosa. Wewe ndio unafanya incitement, kwa maana tumesaona kuna video moja ulisema ati ukiua Kasongo kichwa unaua na mayai yake. Hiyo video tuko nayo. Kwa hivyo ni wewe na ni watu wako na ni supporter wako. Kwa hivyo mjue ya kwamba huyu mama amepaki mayatima. Huyu mama amepaki mayatima, huyu mama amepaki yatima, huyu mama amewacha watoto. Na Mungu atawawacha, hata nyinyi pia mtaenda kwa mchanga. Ukiua mwenzako kwa upanga, na wewe utakufa kwa upanga. Ukiua mwenzako kwa kisu, na wewe utakufa kwa kisu. Ukiua mwenzako kwa rungu, na wewe utakufa kwa rungu. Hiyo tu. Hiyo ni mambo Mungu alisema yeye mwenyewe. Sio mimi msema chungwa nimesema hivyo. Hiyo ni mambo ya Mungu. Wale waliua ule mama, sisi twakwambia pole mama, pole. Na ile familia twasema pole. Pole kwa hiyo kifo umewacha watoto. Lakini